So sifa na shukrani vitasalia kwa ni vyako. Mji huu waliosalia na wanaotoka Baba watakufunga katika pendo lako. Ule mfariji wa ajabu, endelea kutufariji tunapoendelea kufanya ibada ya mtoto wetu mpendwa. Siomba na kutaja kwa ajili ya safari hii ya kwenda kula mochari ulichiwa la maana lipi ningeiomba kwa ajili ya safari hiyo. Bali ni machache katika jina la aliye mwombezi wetu. Amen. Mstari wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabla sijasoma ujumbe huo, mstari huo hapa mahali inaandikwa wavu. So bila shaka nataka tuweze kuingizana juu ya kifo. Kifo hakijaanza leo, hakijaanza jana. Maana katika kitabu niliyowapea nena kuna kitu aliweza kukisema. Ningekuwa mimi labda ningesema niko na vyumba vyangu Nairobi. Ningekuwa mimi labda ningeambia pili ya pesa yangu ni pesa fulani. Ningekuwa mimi labda ningesema niko na shamba mahali fulani basi siweze kuarifu. Lakini tunapojifunza kwa mtumishi wa Mungu Ezekieli anatuambia kuwa aliweza kumkumbusha Mungu tu neno moja. Bwana Yesu asifiwe. Na neno hilo Biblia inatuambia waligeuka akaangalia ukuta. Alipoangalia ukuta akamwambia Mungu wake ya kwamba Baba Mungu wangu nikumbuke kwa lolote lile nzuri tu peke yake nililokufanyia ama nililokutendea ili nisife. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So ni changamoto sisi pia tunapokaa, tunaposimama, tunapotembea tujipeleleze. Hivi leo kama unaweza kuitwa neno gani utamwambia Mungu akaweze kukumbuka nalo. Haleluya. Amen. Tunaona kuwa Ezekiel kuna kitu Mungu alimkumbuka nacho, nasi pia tujaribu katika maisha. Maana huyu yake amepita, imekwisha. Mahubiri haya hayendi na mtu aliyelala, inaenda kwa wazimu tulivyosalia. So tukaweze kuenenda katika njia ya kumpendeza Mungu, tukitengeneza mambo yetu, tukitengeneza default zetu, ili siku ya kutoka katika ulimwengu uwe na utaratibu wake ambao utakuwa kupendeza jamii pamoja na watu wengine. Bwana asifiwe. Amen. Bila shaka sitahubiri kwa mambo mengi sana, bali nitamwomba ndugu wetu Kevin tutaweza kushukuru na ujumbe kwa ajili ya neno fupi hilo, kisha tutaweza kutazama mwitu, kisha baadaye tutapata nafasi ya kusafirisha. Karibu kwa mama. Bwana Yesu, mimi nitakutukuza. Mungu wangu, mimi nitakupa sifa. Mimi dadike, Bwana nitakuimbia. Nikijiangalia, Baba ninakushukuru. Kwani uhai Mungu, wewe umenipea bure. Adui wangu, Bwana umenishindania. Vita vyote, Bwana umenipigania. Nikijitazama Mungu, nabaki nimedua. Yesu pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa. Yesu pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa. Pokea sifa Mwokozi wangu, pokea sifa, pokea sifa. Pokea sifa Mkombozi wangu, pokea sifa, pokea sifa. Pokea sifa Mwalimu wangu, pokea sifa, pokea sifa. Pokea sifa Mlezi wangu, pokea sifa, pokea sifa. Pokea sifa Daktari wangu, pokea sifa, pokea sifa. Pokea sifa Bwana wa mabwana, pokea sifa, pokea sifa. Yesu pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa. Yesu pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa. Jehova uishie kivyako, sifa ni zako, pokea sifa. Yehova nisi bendera yangu, sifa ni zako, pokea sifa. Yehova Jire mpeanaji wangu, sifa ni zako, pokea sifa. Yehova Rafa mponyaji wangu, sifa ni zako, pokea sifa. Yehova Shama
Shalom, amani yangu, sifa ni zako, pokea sifa. Jehova Sabaoth, Bwana wa majeshi, sifa ni zako, pokea sifa. Jehova Elohim, mwenye nguvu, sifa ni zako, pokea sifa. El Shaddai, upeanaye nguvu, sifa ni zako, pokea sifa. Jehova Adonai, Bwana wangu, sifa ni zako, pokea sifa.
watakaoitwa kwenda mbinguni. Milango minara unalishwa sana, sipini waenda kule mbinguni. Waenda mbinguni, waenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa jina ni Daniel Makoha. Tuko wengi, isipokuwa safari ya mbalimbali. Hata mwingine ametumia message ya kwamba ameshikwa na polisi kule Eldoret. Hatafika, lakini wenye tuko tumalize. Mwenye amelala rafiki yangu, hao ndio wangekuwa sasa posti za kunikinga niwe katikati, lakini kati ya wajukuu wangu ndio mmoja amechukuliwa, lakini nimekubali. Maneno mengine ugonjwa yake hata unashida leo na sababu hata ukimwangalia kwa ndani ni kama anapumzika tu. Ile kitu mimi naambia watoto wangu, tuweke kwa Mungu na kila kitu Mungu atasaidia. Kwa hivyo sina mengi kwa mchukuu wangu, nafikiri sina maneno ya kuongea na hayo. Watoto ama Mungu sawa. Jirani, wale wabose wabiyaka inamheze Bwana asifiwe. Mwanyafu yamzimire wanda yazibambire wewe kamwale kusamuli kuliko. Asante. Jirani yamzimire karibu ndio hali ya mwana yali. Zeni kuwa marehemu. Adele marehemu alijivuna kula bibi. Unastadi ndio lakini kwa sisi kwa wale hapali yesikia wale keki abako asala moli keki ile kaja fulani kama mpinde lakini yeye ana hapo ndani kama ile kitendo kwa zile chawaji halila basi kiki zimekale huko para asifiwe leka nizayange karibu ndio sikiki zimekale huko namba ndire mwana alire sikiki ndani banga sabulota izo nebirani tazimenya alire ndipo vitu roza ikaye mulamu tanale kusikiki tabu lakini zamenya izo wereka panga sikira weranda hamna kusidara ngolali ngolali mutafulani no habe mutafulani Molokozi na hiriwe. Mwazaje marehemu amlanga alikingu. Icho mwezi ya kasa kidogo kitaka kundi kutoka kwa hicho. Ni halasi. Efe kwa milewe biye. Ese ni se wanda ya unoni so mulela. Mwami esafu. None fo wabele ro mwijuru gesengewe ka haloma. Efesa kubiraota. Embako ne mwini na kufunika sakuyimba nga mwini kundu kurao. Nono bana base bano khende khela damo zuzidu mutitipa. Mukuyijana nenyola mabarana. Mwami esafu. Kuma ndiri yagoya saye samulinda. Kuma sina bali alisi tesoli ni bulwe maranga na natekheru kusi. Ani alafu mwenye malakere kola nigafomu kolera hacha yenyuliye mwenyele. Ndine bakuwe bakali babewana kubera olumwana omutiti muli masaliye mwali bala musiteka mahoro. Bwana Yesu asifiwe. Kwa niaba ya bechukulu babewana domani pole, Mungu amani amutie nguvu na msimame mkimbilie yeye kwa kila jambo atamtendea. Msichana wangu, wacha Mungu akutie nguvu. Pesa shangazi ya mtoto kama sindano yangu na shemeji na kufanya nipitie hivi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi naambia ndugu yangu Amos na shemeji Mori mjitie nguvu, tutakuwa pamoja na nyinyi. Mungu awalinde. Kwa majina ni leo na Anjala, mimi ndo nafuata Amos kwa mgongo. Okay, Bwana asifiwe. Kwa majina ni Bramwell Baraza. Ndio kijana namba 2 wa Pomai ambaye baba wa marehemu ndiye ananifuata kwa mgongo, alafu yeye anafuata baba ya marehemu, alafu mimi nafuata bibi. Alafu wenye wanafanya sisi tunang'ara hivi
wako hapa wataingia hapa pia watasema neno moja, alafu pia watakaa chini, alafu ndio tutamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Bila namrudishia Mwenyezi Mungu shukrani. Na ningependa tukuambia Maureen Wangoe wangu na Amos shemeji yangu. Langu tu nikuambia poleni. Kwa hiyo mambo tunayofunga. Na mimi sina mengi kwa ugonjwa wa mtoto, lakini wacha nimkabidhi ndugu yangu mkubwa amalizie. Bwana asifiwe. Kanisa yetu ya Jeshi la Wokovu, majirani, wachomba kutoka Webuye na wale wote waliweza kasi yao wakakuja kwa ajili ya kutuendeleza. Mungu awabariki. Kwa majina mimi naitwa Martin Simiri, nikiwa kijana hapa Badani Simiri mkubwa. Mimi kwa upande ya mtoto wetu sina maneno mengi, sababu mtoto alisaliwa akiwa na afya nzuri. Kwanza imekuja juzi, kutoka tukakimbia na mtoto na mtoto ametuacha, lakini yote tunaingia kwa Mungu. Nasema ni mpango ya Mungu, yeye mwenyewe alitupea akiwa na afya nzuri na amemchukua. Ndugu yangu Amos na shemeji yangu nasema tukiingie kwa Bwana, mtoto wetu tulikuwa tunampenda sisi wote. Tumepoteza kama familia. Tale na pangile ngeli mwana Abraham runda. Ana wewe umekaa huko. Ono kama galipo uhalangele kini wala wewe huli. Asante. Kristo mtu wetu kwa maombi, kwa sababu wanaweza kwa amanga na pepo. Kwa sababu ulibaa mfesi. Ile zikumbele papa hazi hapo. Wana mkemea ni pepo ngeli wala acha kiabura. Nali acha kile kumukega ukanalilo wa kumukega ndikukulese. Sienya amenya ke kumukusadira ya. Majina ni Maureen Ajema. David Wekesa Wamala ni mtoto wangu wa kwanza. Nimemlea na upendo. Nilikuwa nampenda sana. Mtoto wangu nilikuwa nikimweka kwa kiti, nikicheka na yeye, mtu anaweza dhania nacheka na mtu mzima. Mtoto wangu hakuwa rahisi kuchekea mtu, lakini mimi mamake kila saa dakika alikuwa ananichekea tu. Kanisa langu, wako wangu, jamii yangu,
majirani, wanajua kali wenzangu kutoka Kimilini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Langu ni kuwashukuru nyote sababu mimi pekee yangu singeweza. Nashukuru sana wakali wangu kutoka Kimilini. Ile msaada umenipatia sina uwezo wa kupisha kimwache na waachie Mungu. Familia yangu. Ile kazi mmefanya kwa huyo mtoto siwezi nikasema wacha Mungu mwenyewe atangulie. Ndugu zangu singeenda kurudishia mheshimiwa ini kama ni MCR Tibini au kwa na habari yoyote, lakini vile umeenda jana asubuhi hiyo gari mbona mwili kutoka Kimeneni mpaka hapo, hata mimi sijui alipata pesa ngapi. Mimi nilikuwa natafuta gari soko, tunaona gari na vile anasema mheshimiwa ametuma hiyo gari. Nashukuru sana, Mungu akubariki. Ukienda kwa ufupi historia ya mtoto yangu, huyu mtoto alizaliwa na afya yake, kama ni kliniki ameenda zote, wacha niambie mtoto ako na shida yoyote. Imefika siku ya Jumatano mwendo wa saa 10 jioni, mama yake akanipigia simu, mtoto amekula waru na ametapika. Na mimi nikakuwa mkali kwa simu, nikamwambia labda umepatia mtoto chakula haraka, akarudisha. Nikakata simu, nikakuja hapa jioni. Wakati mtoto alinyonya akatapika tena, nikashindwa shida ya nini. Kuamka asubuhi kaambia mama yake maliza mlete Kimilini tumpeleke angalie mtoto shida nini, sababu mtu anaongei hawezi kujua shida yake nini. Wakati nililetea mtoto nilienda pale annex pale kwa mea. Wakati niliangalia mtoto kumwangalia anacheka, kunyonya ananyonya, lakini akinyonya anatapika. Wakati niliangalia mtoto akaniambia hapana, huyu mtoto mpeleke hospitali aende kumpima angalie shida nini. Kwenda saa 6 Jumatano, Alhamisi nikampeleka Brown. Wakati walifika wao wakapima mtoto, wakaniambia mtoto ako na malaria na maji kwa mwili hakuna. Wakamweka oti, wakamweka maji akaanza. Nikakaa hapo na mama yake na ndugu zangu mpaka mwendo wa saa 2 usiku. Wakati nilifika nyumbani hapa mwendo wa saa 6 na karibu dakika 30, mama yake akanipigia simu, mtoto amezimia. Nikamuuliza madaktari wako, akasema madaktari wamekuja wawili kuchukulia mtoto. Mimi nikatoka hapo usiku, nikatoka hapo na ndugu zangu wawili, tukaenda tukafika huko. Hali ya mtoto ilikuwa inabadilika kila dakika. Wakaniambia sasa huyu mtoto acha alale mpaka asubuhi, kama hakuna tofauti tupige plan nyingine. Nataka kushukuru Mungu sababu wakati nilifika asubuhi mwendo saa 11 asubuhi, nikatoka hapa na ndugu zangu wawili tukafika huko. Tuangalia mtoto, ukimwita anakuangalia, unapata anapiga smile, lakini mwili yake anaendelea kubadilika. Daktari akaniambia tusonge mbele. Nikamwambia sasa mimi naenda wapi sababu mimi si daktari. Akasema aje tuangalie daktari wa watoto. Tukapiga ngoma simu. Akasema daktari wa watoto ameenda masomo huko. Daktari akapiga simu Kisumu. Daktari wa watoto Kisumu. Hata alipiga Kisumu, daktari hayuko, wameenda masomo. Akapiga simu Kapenguria. Kumbe daktari akamenda rifara ya Eldoret kushikilia wakati wengine. Na mkubwa wake akamwambia hapana, kuna ziara amekuja hapa mmoja kijana, wacha nimpigie simu. Hata nilimpigia simu akasema niko, wacha ukimbie ukuje. Ili hapo nikamaliza. Tukimbia tukapeleka mtoto Kitale. Wakati tulifika mtoto alipelekwa emergency direct. Nikaona daktari wakati alifika hivi na akaita wenzake daktari 7 wote akashika mtoto. Nikashindwa shida yenyewe, akaniambia simama kando. Wakashukulia mtoto, baada ya dakika 5-6 naona analeta mashine ya oxygen anawekea mtoto. Akasema hapana, wacha Mungu mwenyewe atangulie. Wakati yule mtoto alikaa hapo, kutoka town ni mwendo saa 1. Wakati ilifika saa 7 wakatoa mtoto kwa oxygen, wakampeleka kwa ward. Wakati tulikuwa kwa ward, niko nje nilimwambia lunch, nasema aje nirudi nimpake ndo nirudi.
Kufika kwa gate, simu inaita. Mtoto imeshikana na fate, wamekaa tena huko chini. Amekaa hiyo huko chini tangu Alhamisi hiyo, Ijumaa. Ikifika jioni mimi nirudi nyumbani. Mama akanipigia simu, hapana, wametoa tena mtoto kwa huko chini. Baada ya nusu saa nilipiga tena, mtoto amefaint, haiko hali nzuri. Mimi nikanyamaza, nikasema hapana, hiki ndio nimeshughulika, sababu hata mimi nikiongea nini sina ujuzi wote wa kutibu mtoto. Hiyo Jumamosi asubuhi nikaenda huko na ndugu zangu na mama yangu. Baada tulifika kwa mtoto, kiangalia mtoto mwili wake kwa sawa. Mtoto paka kwenda haja ndogo amefungana, haja kubwa amefungana, omega hapa. Nikiuliza daktari, huyu mtoto shida yake ni nini? Wao walifanya hapo ndio kitu yote. Nikamwambia fanyeni vipimo yote, hata kama ni pesa sio shida, utamtonga hapo. Wakati walipima mtoto, wakapima mtoto mwendo saa 10 jioni, ndio wakaniambia mtoto si malaria, mwili wake iko na shida, ichafura, haina shimo, lakini wana pampu damu polepole. Sasa ikipeleka polepole, damu ikitembea kwa mwili, ikifika mahali inaenda haraka, sasa mtoto kupumua inakuwa shida. Sasa nikaweza mtanisaidiaje? Akaniambia wacha tujaribu hiyo tunaweza. Mimi kurudi nyumbani hiyo Jumamosi jioni. Sasa nikampigia kwa na mama asubuhi. Kuangalia mtoto mwili wako. Ndugu yangu huyu namba 2 mwanafuata ya kabisa daktari. Niambie tu ukweli, huyu mtoto ni mzima ama ameenda? Ukiuliza hapo daktari anakuwa kali, hataki kujibu. Lakini ukiangalia mtoto, mimi kwa akili yangu mtoto atakufa usiku. Mtoto kama alikuwa amekufa Sunday asubuhi, lakini wakatuficha. Wameweka kwa oxygen. Hata ukifunika mtoto blanketi, utapata blanketi na inajibeba, nikashindwa roho gani hata kama inapiga. Blanketi gani inajibeba? Blanketi ni mzito lakini inainuka inarudi. Wanaambia ati mtoto anapumua. Ikakaa hivyo, ikakaa ikafika mwendo wa saa 8. Akasema wacha niende, nitaka mama alale, lakini mama alikuwa mgonjwa. Lakini mke wangu akasema hapana, wacha mwenyewe niumie na mtoto yangu. Tukamwacha pale. Wakati ilifika mwendo wa saa 6 na dakika 2, mke wangu akanipigia simu, mtoto ameenda. Atoka hapo siku hiyo na ndugu zangu na mama tukafika rifari. Tutaka tulete mwili kule, lakini ikashindikana, lakini tukakuja pande. Sasa hiyo ndio kwa kuja mtoto nilikuja kwa siku 4 na nusu. Sasa nimetumia kwa mtoto ni over 130,000. Lakini mtoto akapona. Nashukuru tu Mungu kwa hiyo maisha ambayo yangu. Asanteni sana. Kitabu cha Isaya mlango wa 38 mstari wa 1 hadi wa 3. Kwa uwezo wa Bwana nitasoma. Siku hizo Ezekia aliugua, akawa katika hatari ya kufa. Na Isaya nabii mwana wa Amos akaenda kwa mfalme, akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala utapona. Basi Ezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana, akasema, Bwana, kumbuka haya na kusihi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Ezekia akalia sana. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo na kushukuru kwa ajili ya neno. Zaidi ya yote kaweze kutufungua masikio na macho yaliyo kiroho. Katika jina la Yesu safi na mwana atakuamini. Tushukuru Mungu kwa kibali na kwa hali na kwa kazi aliyotenda. Bwana asifiwe. Amen. Kitabu kimekuwa kitabu kinaongelea wazi kwamba kuwa kubwa. Haleluya. Tunapata ya kwamba Ezekieli alikuwa kafika kwa hali yote kuweza kukufa. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu mtumishi wa Mungu aliye nabii Isaya, na Isaya huyo tu ndiye aliyetabiri hata kwa kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuweze kuongelea juu ya kifo. Kifo kipo. Tunapokaa, tunapotembea, tutembee tukijua kuna siku tutakufa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka kuandaa kwa jambo moja mbili kuhusiana
mtumishi wa Mungu Hezekia. Hezekia aliposikia habari ya kwamba anaenda kukufa, hakika kabisa aliweza akawaza mambo mengi sana. Na katika maamuzi yake tunaona Hezekia akiwa ni mtu mwenye busara, maana aliyofikiria kufanya maamuzi hayo ni Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe. Ningelikuwa mimi niambiwe kuwa unaenda kukufa, hautapona, hakika ningefanya makuu. Bwana Yesu asifiwe. Ningewaza mali niliyo nayo, labda vyeti vya shamba, ningeanza kuambia wa majirani ama familia kuandaa kuwa inaenda. Ningefikiria mambo ya ulimwengu, singefikiria mambo ya kiroho, maana tunaona mtumishi wa Mungu Ezekieli akikumbuka Mungu wake na atakumlilia. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe huu kwa ajili ya kifo nataka kuandaa ya kuwa tusiogope, maana tutakufa. Na pia Ezekia aliposikia habari hiyo, tunaona ya kwamba aliweza wakamwambia kuwa tengeneza mambo yako. Je, wewe uliye mahali hapa ni utatengeneza nini gani kulingana wewe na usema Mungu wako? Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ya kuwa Ezekia kwa kutengeneza mambo yake aliweza kufikiria jambo moja mbili na akamkumbuka Mungu, maana Biblia inatuambia katika mstari wa 2 alikemkia ukuta. Bwana Yesu asifiwe. Ukuta gani ambao wewe na mimi leo hii tungepata habari tunakufa? Angalia ukuta upi. Bwana asifiwe. Tunaona ya kwamba nabii waweza kupeana taarifa hiyo. Ezekieli anageukia ukuta. Ukuta tutakao uangalia kama sisi wanadamu ni kwamba tuweze kumkumbuka Yesu peke yake. Ni Mungu tu, maana aliona vyote kiubadili chini ya jua, maana angetaja kwa kila kitu alichokuwa na uwezo kukitaja, lakini alikumbuka kuwa ukuta kuweza kukeuka na ukuta ulikuwa Bwana Yesu Kristo. Na Mungu aliposikia habari hiyo, maana mstari wa 3 unasema kwamba baada ya Ezekieli kupata habari hiyo, moyo wake, roho yake aliweza kumwangalia Mungu na akaweza kuvunjika, na katika utulivu huo hakika Mungu aliweza kubali kibali hicho. Haleluya. Kifo ni kichungu, lakini pia kifo ni hatua moja. Ukijua unalala ama unakufa, tengeneza mambo yako sasa, ili siku hiyo utakapoitwa uwe miongoni mwa wale watakaonyakuliwa na kufurahia katika ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tutengeneze mambo yetu, tuangalie mienendo zetu, tuajue makosa tunayoyafanya, bali tufunjike na tukaweza kumwangalia aliye juu mbinguni. Ako tayari kutubadilishia maisha, na siku hiyo tutakapoitwa, na hakika tutakuwa na furaha ya milele. Na bila shaka singependa kuwapeleka kwa mambo mengi, maana huyu ni mtoto, lakini kini na sababu ya ujumbe wangu siku ya leo ni kwamba tumesikia historia ya David Wekesa, maana aliweza kukua na kisha baadaye ameweza kutwaliwa kutoka katika familia zetu. Maana hata kitabu ilikuwa inatuambia kuwa baada hivyo aliambia Ezekiel na hutapona. Hata pia sisi tunakubaliana kuwa licha David wetu kuwa mgonjwa, hakika kuwa mzima. Pia ameweza kuitikia jinsi neno liliposema utakufa. Sasa nakofa kukaa mimi ndio nalo. Mimi natoka tauni Kitale, mchungaji katika kanisa la Son Winning Bible Church. Mbarikiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa mchungaji Pius wa ushirika wa Free Pentecostal pale Sabata. Nataka kusema ya kwamba kazini yangu, shemeji yangu Pole, niko na ukoo mara mbili mali hapa. Amos ni shemeji yangu, tena ni kazini yangu. Kwa hivyo nataka kusema poleni, Bwana akaweze kuwafunga na mkanda wa mbinguni. Simbarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Basi tunawashukuru, maana haya yakiwa hivi, wapendwa, msipokaa na hao hawawezi. Bwana Yesu asifiwe. Amos, naomba Mungu awatie nguvu. Mimi ni Bishop Jeremiah, kanisa letu liko The Ark hapo chini Power Place. Si Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Amos Kalawas Mhanas. Mimi kwa majina naitwa Tom Msungu, na hudumu na ushirika wa Faith Homes, niko Mbai, na kwa familia hii mimi ni baadhi ya hii familia. Mungu akaweze kuwabariki. Ukifunga tunaweza kuwafungia nje, alafu sasa walalamike yani ya mtu. Kanisa andalizi la Jeshi la Wokovu, jamii, waombolezaji wote, hamjambo? Hamjambo tena. Kwa majina naitwa Rafael Watibini, mimi ni jirani hapa tu. Ukiingia katika njia ya kupanda hivi, mimi ni jirani hapa. Sasa nimekuja kulia kwa jirani, na nasema Amos na Maureen, poleni, Mungu atawapa mwingine. Nasema hivi kwa sababu huyo mtoto ni mchanga. He's just an angel. He's dancing with the angels. Hajaenda mahali pengine ako mbinguni. Huyo hata usishughulika kumwombea msamee. Huyo ameenda mbinguni direct. Ni Mungu alimuonjesha na akauchukua yeye mwenyewe. Si ndivyo? Amevuna yaliyo yake. Sasa msilie sana. Si ndivyo? Babu kusuba manga bali bichembe ndio kumwini kudio so kwa afu ni hata. Si ndivyo? Wela alamu wabu kwana no, alamu bandabu. Sawa? Baudira. Ndensenda kumila parundi hata ele fundara rundi. Olie kama alikeche monyole kukwana. Ndio maana ndikubera nilisimama kiti MCA 2022 lakini kikapu yangu haikujaa. Lakini natumaini watu wanabachenje, watu ya Kiminini, ninawapenda zaidi, nanyi mnipende 2027 nijazie hiyo kikapu. Si ndivyo? Si mtanijazia? Mema ninayoyatendea kuwatendea nyinyi, na nikikuwa katika ofisi nitatenda zaidi. Si ndivyo? Jinsi hapa boma hili, hiyo mwili kusafirisha, niliwapa gari ikawaletea. Si nilifanya vizuri? Endosi amweze endosi. Ayalie mano mwika alemeri. Mwali ipile. Ndio ndio sina harusisi. Hapa sina harusisi. Na jeni kipo ofisini nitafanya mengi kuliko haya. Si ndivyo? Kwa sababu matanga ni mengi, lakini ninasaidia penye ninaweza. Na sio matanga peke yake, hata ugonjwa nasaidia, elimu nasaidia. Si ndivyo? Hata kesho tuna matanga hapo kwa mtoka kando yake, na mimi nitasimamia pia. Sijakufa roho. Licha Mungu nijazie kikapu, lakini mimi nitatembea na nyinyi mpaka mwisho. Itafika wakati watu wanajitokeza 2026 ijayo. Watu watajitokeza so wenyu. Abechanga ho. Nono bechanga ni na yoke ndani na nywe na abane ndumuleme na abane na kukosera. So usami amara wamba jikure kinake ndani na nywe. So mulamba. Sasa mimi nasema hivi kwa sababu ukikuja njia hata ipitiki. Bandi sisi bali ndito kasa liberata, lakini kumukwa hapa kwa kana libera. Lakini kweli nasema kwamba utoe kitu kwa macho yako ndio toe kwa kipuri kwa macho ya mwingine. Si ndivyo? Kutizana ende jirani yamu. Saa kumonera hengira. Ureta raje afu ni hamu. Saa hizo kubura kwa chengera kata. Tutafanyaje? Tutalilia nani? Kama viongozi wetu wenyewe wamepotea, hawaonekani katika area yetu. Tutalilia nani? Mimi na Mungu. Asante. Mkinipa hiyo jukumu mimi nitafurahi kwa sababu mwaka imefika na sisi tutatembea pamoja. Siku kuja kupiga siasa. Nimekuja tena kwa uwanja
nataka kupeana shukrani zenu kwa kazi ambayo mmefanya boma hili. Tutasema tu ni asante. Hatuna cha kuwapa, lakini Mungu mwenyewe atarudisha maradufu. Alafu napeana mpangilio hivi, tukimaliza kuzika mtoto wetu, kuna kikombe cha chai, msiondoke. Wako wetu, mother in laws wetu, baba, mashemeji wote. Kuna mke wangu anaitwa Lydia, atawaelekeza mahali ambapo mtaenda. Wake wangu wote upande zote, kutoka Tabani, kutoka Mayanja na sehemu mbalimbali zote, watawapatia direction mahali mtaenda kupata kikombe cha chai. Mtaandamana pia na kanisa letu la Jeshi la Wokovu. Alafu wachomba wangu, mama, madada zangu ambao wametoka Maraka, mtaingia kwa mama hapo nyumbani. Alafu majirani, marafiki wote, wanajua gari wote, tutaingia kwa hii nyumba, na wengine tutaingia. Kwa hiyo tutapata kikombe cha chai, then tutakuwa na nafasi ya kuondoka ili tukafanye shughuli zingine. Na Mungu wa amani awabariki. Basi nimesikia tangazo madhabahu. Wewe usipompeleka yeye hawezi kujipeleka. Kwa hivyo yeye tunasika yeye, tutasika yeye kijeshi. Bwana na asifiwe. Amen. Tukitoka hapa tutaenda tu na kwaride moja, hatutakuwa na kwaride mbili. Tutaenda tu na kwaride moja mpaka kule, mpaka kaburini. Nimenyamaza, sitafungua kinywa changu, maana wewe ndiwe uliyoyafanya. Kwa maana mimi ni mgeni wako, msafiri kama baba zangu wote. Jina la Bwana libarikiwe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakubaliana na maombi hayo na usia katika jina la Yesu. Sisi twaunga sana tupige mbinguni, nawe tunamshe kikwema mbele Sitaingia hemani mwa nyumba yangu, wala sitapanda matandiko ya kitanda changu. Jina la Bwana libarikiwe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa kibali hicho hataweza kurudi tena katika hema lake, bali ameweza kuitikia wito wa mbinguni katika jina la Mwombezi wetu. Amen. Kwa maana twajua ya kuwa nyumba ya masikani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono, iliyo ya milele mbinguni. Maana katika nyumba hiyo twaugua, tukitamani sana kuvikwa kao letu litokalo mbinguni. Ikiwa
twataka tuvikwa, hatutaonekana tu uchi. Jina la Bwana libarikiwe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tutashukuru, tutakubaliana na himizo hilo, ni katika jina la Mungu wetu. Mbeleni na endelea inasiki tembea kwa imani nisimame nipande milima yote, ewe Bwana unipandishe duniani ni mahali pa shetani, Tanzania nipandishe uninue kwa imani nisimame nipande milima yote, ewe Bwana unipandishe.
Mimi nataka kuwashukuru kwa kazi nzuri ambayo mmefanya tangu asubuhi tulipoanza ibada. Ibada imekuwa ibada ya kufana, ibada ya furaha, na wale wote waliokuja nataka kuwashukuru sana, majirani hata na kanisa na wote ambao walikuja, hata kiongozi wa program kaka Fred simamie vyema. Baada ikaenda vyema, ikamalizika vyema. Hata na mwalimu bwana ndio ulileta ujumbe mzuri, ujumbe wa kubarikiwa, na huo ujumbe ni ujumbe wa maana sana, na umefanya siku ikaonekana ni siku njema katika matanga haya ya mtoto wetu. Voice of Story. Kindly watch, subscribe, like, comment and share. Thanks for watching.